tuibebe nchi kwa maombi, tubebe taifa kwa maombi, tubebe. Hakuna atakaye kubebea nchi. Unahitaji kuibeba kwa maombi. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV other channel. Mada ambayo Roho Mtakatifu ametupa kwenye huu usiku inaitwa ole ya Naumu kwa taifa. Ole ya nabii Naumu au ole ya Naumu kwa taifa. Andika vizuri, ole ya Naumu kwa taifa. Kwanza kabisa ambacho natamani ukifahamu kabla sijaendelea, lakini kiko kwenye somo langu, ni kuhusiana na Naumu. It's about Naum. Bwana ambaye amenipa somo hili usiku huu ni kwa sababu ya maana ya jina la mwandishi wa kitabu hicho anaitwa Naumu. Maana ya jina Naumu maana yake mfariji. Amina. Wangapi tuko pamoja? Maana ya jina Naumu maana yake mfariji. Biblia inaonyesha wazi kabisa kwamba Naumu kwanza alitokea kwenye eneo la nchi kama wengine, na Mungu ndio hii inanifundisha kwamba kujinyenyekeza kwenye nchi au kwenye eneo ambalo hata halijulikani. Unajua unaweza ukawa uko mahali mji kama Dar es Salaam ni mkubwa, lakini unatoka kwenye kakijiji ambako hata akafahamiki. Sasa ndivyo ilivyokuwa kwa Naumu. Alikuwa ni mtu aliyetoka kwenye eneo ambalo halijulikani, ingawa inaaminika kwamba iko katikati ya Roma na Galilaya. Wengine wanasema iko kufikiria jirani na Kapernaum na kadhalika. Lakini Mungu alimfungulia macho Naumu juu ya taifa lililoitwa Ninawi. Taifa la Ninawi. Kwa leo tutaitumia Ninawi kama taifa lako wewe mwenyewe wa taifa lolote. Kama ni Mkenya, Kenya itakuwa Ninawi. Kama Marekani itaitwa Ninawi. Kama ni wapi, Ninawi. Kwa ukisikia nasema Ninawi, weka taifa lako unalotokea. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu alimtumia Naumu katika kumfungulia macho. Na wengi tunafahamu historia ya Ninawi kwa habari ya Yona, si ndio? Kwamba Mungu alimtuma Yona aende kuambia watu wa Ninawi na mfalme wake kwa habari ya maovu, kwamba Mungu ataiteketeza Ninawi. Na Yona alipoenda alifanya vivyo, na watu wakatubu, wakabadilika, wakageuka, wakaacha maovu ya mfalme, na mfalme akashuka kuanzia yeye mpaka wanyama, na Mungu akaacha akuangamiza. Lakini kitu kinachotokea kwamba hawa watu baada ya kuona Mungu amegairi na hali imerudi kawaida, walirudi kwenye maisha tena ya uovu zaidi. Ndugu zangu, kama una mwenyewe kujidhira nafsini mwako na kuamua wewe mwenyewe, hata ningekuwa na upako wa kuinua anga likafunguka na likafunga, siwezi kukubadili wewe kuamua wewe mwenyewe kuacha tabia au dhambi. Mimi ninaachilia nguvu ndani yako, lakini mwenye uwezo akibadilishwa, napoachilia nguvu ndani yako, inakutoa katika hali ya dhambi, inakuweka katika hali ya utakatifu. Lakini usipojitunza mwenyewe, utairudia dhambi kwa haraka. Hallelujah. Sio kuna mtu unanielewa? Unapokuja kwenye uwepo wa Mungu kama hivi kanisani, nikasimama madhabahuni, ile nguvu ya dhambi ndani yako inashughulikiwa. Utasikia kulia, utafunguliwa, utawekwa huru. Lakini baada ya hapo, zile nguvu za Mungu zinakaa na wewe. Lakini
mtu mwenye uwezo wa kutunza kile ambacho amekipokea cha thamani, ambacho Yesu alikifia msalabani, ni wewe mwenyewe. Usipoamua wewe, unaweza ukarudi haraka sana dhambini na ukarudi maisha ya kawaida, japokuwa ukaendelea kuja kanisani kama mahudhurio, lakini huku nyuma unafanya matendo maovu. Lakini madhara yake pia ni makubwa na Mungu akakuvumilia. Hiki ndio kitu kinachotokea kwenye kitabu hiki cha Naumu. Watu hawa wa Ninawi walipata rehema, lakini wanarudia shida kubwa. Na ndipo Mungu anamtuma Naumu, anapewa unabii kwa habari ya anguko la Ninawi litakalotokea. Na unabii huu nilikwambia anapewa mwaka 620 kwenye 612 kabla ya Kristo KK. Na huu nabii you can imagine, angalia hii interval. Leo kuna watu ukifuatilia ibada zetu au wengine ambao wamjui Mungu, sasa mbona umeongea hiki bado? Mbona umesema hivi, mbona hatujaona? Wewe mwongo, tulitaka hivi. Mungu atendi kama atakavyo mwanadamu. Mungu anatenda kwa ajili ya utukufu wake na anavyotaka yeye. Na muda wa Mungu sio muda wa mwanadamu, na akili ya Mungu na njia za Mungu hazichunguziki. Haleluya. Angalia Naumu. Look at Naum. Mungu anasema naye mwaka 612 kabla ya Kristo. Huu nabii unaenda mpaka mwaka 663 kabla ya Kristo. Ilipita karibu miaka 50 na kitu. Leo kuna changamoto kubwa sana ya watu ambao Mungu amewapa neema, aidha wamefanikiwa, wenye mamlaka, wenye vyeo. Ukimwambia hivi, akaona kitu hakijatokea, anadharau, anarudi kwenye maisha yake ya kawaida na kurudia kila kitu chake kilicho kibaya. Nataka nikwambie, mshike mkono jirani yako, mwambie kuna hatari kubwa sana. Mungu akikuokoa na kukukomboa, alafu kayarudia yale yale, pigie Yesu makofi mengi. Sasa lengo langu, kwa sababu ya muda, nilihitaji nikupatie utangulizi kidogo, alafu ndipo nikulete kwenye somo au kwenye kile ninachotaka kusema siku ya leo. Kwanza somo letu ni kubwa, ni pana, lina mafumbo mengi, lakini nitajitahidi sana kuligawanya. Lina sura, kitabu cha Naumu kina sura 3. Kila sura ina ujumbe wake na ina sababu yake. Nitaanza kukupitisha kwenye sura ya kwanza. Kwenye sura ya kwanza, naomba uandike vipengele kwa sababu nitapita humo. Kwenye sura ya kwanza, sura ya kwanza imebeba kitu kinaitwa asili ya Mungu na hukumu yake. Ile sura yote ya kwanza imebeba kitu kinachoitwa asili, uasili, au tukisema asili ya mtu. Sura ya kwanza imebeba asili ya Mungu na hukumu zake. Ile sura ya kwanza. Mungu anajaribu kumwonyesha Naumu kwa habari ya namna alivyo, uwezo wake, ukuu wake, nguvu zake, namna anavyoweza kufanya ile asili ya Mungu. Anamwonyesha Naumu, lakini anamwonyesha kwamba pamoja na kwamba ninaweza kufanya hiki na hiki na hiki, lakini bado sifanyi. Kuna mtu unanielewa leo? Does somebody understand me? Na huko nimepagawanya yake tabia ya Mungu katika kusimamia haki. Tutapita hapo. Tuanze na tabia ya Mungu katika kusimamia haki. Hebu tuangalie kitabu cha Naumu sura ya kwanza, mstari wa kwanza, wa pili hadi wa 3 na wa 5 hadi wa 7. Twende mara moja.
Naumu sura ya kwanza mstari wa 2 hadi wa 3 na mstari wa 5 hadi wa 6. Ndio. Biblia inasema. Hadi wa 7 tutaangalia. Biblia inasema. Ndio. Bwana ni Mungu mwenye wivu. Bwana ni Mungu mwenye wivu. Naye hujilipiza kisasi. Naye hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi. Kitu ambacho unatakiwa kufahamu kwenye maisha yako. Naomba nishuke huko. Ndugu zangu. Nataka umuelewe Mungu. Leo nawafundisha asili ya Mungu. Umjue Mungu. Kitu ambacho unatakiwa kufahamu kwenye maisha yako kuanzia sasa au usiku wa leo. Fahamu kwamba Mungu ana wivu sana kuliko mwanadamu yeyote. Unamwona yule bwana Mwakyusa hivi? Kama ambavyo unaona mtu ana wivu juu ya mkewe au mumewe, Mungu ni zaidi ya ule wivu mara elfu. Mungu ana wivu sana juu ya watu wake. Na ukitaka Mungu areact, tengeneza kitu kinachotaka kuchukua nafasi yake. Reaction yake ni kubwa. Ndio maana Mungu unaweza ukawa umeongea uongo, ukaenda sio kufanyaje, ukadokoa, akakuacha. Lakini inapokuja swala la kutengeneza sanamu ukaanza kuabudu uchawi, Mungu hawezi kuvumilia tena. Mungu havumilii mtu yeyote anayetengeneza kitu cha kufanana kwa mfano wowote. Anasema na kisiwepo kitu kati yenu cha kufanana kwa namna yoyote, si mbinguni, duniani wala kwenye ardhi. Unachotakiwa kujua, Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mungu ana wivu sana na maisha yako. Ndio maana watu wengine, Mungu akiona unampenda sana mume wako, anaweza akamuondoa. Mungu akiona unampenda sana mtoto wako fulani, anaweza akampa trouble. Mtoto akabadilika, anakunywa pombe, analewa, ana nini, akusikilizi. Kwa sababu anajua huyu mtoto amechukua nafasi yangu. Mungu akiona unampenda sana, hata mkeo anaingia kwenye trouble, anakusumbua. Mungu hataki kitu chochote kwenye hii dunia ukipende kuliko yeye. Mungu akiona unapenda sana kazi ulionayo, unafukuzwa. Mungu akiona unapenda sana biashara yako na muda wako unaumalizia huko, biashara inaingia kwenye matatizo. Siri ni moja. Ukitaka kuvilinda ulivyo navyo, usivipe upendo na nafasi ya Mungu ulionayo kwake. Vipe nafasi ya nyuma baada ya Mungu. Utavilinda na havitaathirika. Kile unachokipenda sana, kile unachokipenda sana, narudia tena, kile unachokipenda sana ndio utakipoteza. Na Biblia iko wazi. Anzia kuanzia kwa Ibrahimu. Mtoto aliyempenda sana ndio anatakiwa kutolewa sadaka. Ndio anatakiwa kupotea. Yakobo hivyo hivyo, aliyempenda sana anatakiwa kuuawa. Kwa Yusufu hivyo hivyo. Usije ukafikiria unapendwa na baba yako au na mama yako, kwa sababu mimi napendwa kuliko wenzangu wote. Jua uko kwenye hatari ya kutembea na mauti, unaweza kufa wakati wowote. Sababu ikitokea baba yako au mama yako akawaamini Mungu au akaenda mahali akashauriwa vibaya, jua wewe ndio utakuwa sadaka wa kwanza, kwa sababu unapendwa. Ndio maana leo unaona watoto wengi wa kwanza waliozaliwa kwenye familia zao, kama wazazi hawamjui Mungu, wengi wavuta bangi, wengi wametolewa kafara kwenye biashara. Ukipendwa sana, uko kwenye hatari ya kufa. Hata kwa Mungu, Mungu anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee aliyempenda sana, ili hauawe na kila muamini asipotee. Angalia kwenye familia yako uliozaliwa, uliotokea, wale watoto walikuwa wanapendwa sana na mzee au na mama. Utakuta kwenye maisha yao wamekuwa hopeless. Hakuna kitu wamezalisha, kwa sababu walipendwa, wakadekezwa. Lakini angalia wale walikuwa wanapewa harassment, kusumbuliwa. Ndio leo mko mjini
na mmefanya vitu vya maana. And you're doing meaningful things. Hadi mnawasaidia wazazi wenu. Until you help your parents. Angalia wale watoto ambao wametokea kwenye familia fulani za mfumo fulani. Angalia maisha yao yanavyokuwa. Alafu angalia watu wengi waliofanya vitu vikubwa vya maana na waliovumbua vitu vyenye kutumia akili. Ni wale watu ambao walikataliwa, walichukiwa, wakakulia kwa wamama wadogo wakawa ndio waosha vyombo, ukakulia kwa shangazi, ukakulia kwa dada yako, wewe ndio unadeki asubuhi saa 11 kabla hujaenda shule, watoto wa dada wenyewe wanalala, unawatengea chai, unamaliza na wewe ndio uoge ndio uende shule, na ukitoka shule wewe unaanza unapika, unamaliza, wao wanafika shule wanaanza homework, wewe unapika, unamaliza kupika, wao wanakula, na umemaliza homework, wewe wakiwa wamelala ndio unaanza kufanya homework tena, na taa unazimiwa. Ndio wewe leo umekuwa na akili kubwa kuliko wale waliopendwa. That's the point of God. Usichukue upendo wako wewe ukampa huyu. Upendo wa Mungu ukampa huyu, mpende wa kwake na Mungu awe wa kwanza. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mshike jirani yako mkono, mwambie Mungu ni Mungu mwenye wivu. Tell your neighbor, God is a jealous God. Mwambie jirani yako Mungu ni Mungu mwenye wivu. God is a jealous God. Mwambie Mungu ni Mungu mwenye wivu. God is a jealous God. Angalia ndoa nyingi zinazosumbua. Look at a lot of marriages. Kama ni mke anamsumbua mume wake, if it's a wife, yule mke, yule mume ndo anampenda sana yule mke, ndio maana atamsumbua. So much the wife. Au mume anapendwa sana na mke wake, mume atamsumbua. So much by the wife and then it stabs. Wamama mlioko hapa, waume zenu wanaowasumbua wanajua mnawapenda sana. They know that you love them so much. Na hamwezi kukoa, yani hata afanyeje, unampenda sana ndio roho. Na wengine hadi wanasema yani huyu ndio roho yangu duniani. Uwe na uhakika Mungu anasikia wivu na atamvuruga mpaka ujue kwamba yeye sio roho yako, Mungu ndio roho yako. Na mtu unanielewa? Does somebody understand me? Muulize jirani yako, hivi unasikiliza, unaelewa? Ask your neighbor, you're listening, do you understand? Mwambie jirani yako, hivi unasikiliza, unaelewa? You're listening, do you understand? Wale watoto wanaopendwa sana kwenye familia wanakuwa oppressed, wasumbufu, kuruka mageti ni wao, mimba kubebea nyumbani ni wao, kuvuta bangi ni wao, kuzalisha watoto wa majirani ni wao, mpaka na hao sigero kila anayeingia anakwenda naye. Ni wale wanaopendwa na kuentertainiwa. Kila ukileta dada wa kazi anaenda na kijana wao. Ni wale walipendwa na Mungu analeta hiyo shida makusudi kwa sababu ya wivu, kwamba yule mtoto unavyompenda sana anakuwa ndo Mungu wako, ndo inakuwa ibada. Biblia inajitambulisha, mimi ni Mungu mwenye wivu. Inua mkono wako kumsema, Bwana Yesu, nirehemu. Nimegundua kuna matatizo nimeyasababisha mimi mwenyewe kwa kuichukua nafasi yako kuwapa wanadamu ama vitu vyangu. Bwana, tangu sasa nafasi yako sitagawia mtu au vitu katika jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi mengi. Give an applause to Jesus. Soma hapo. Anasema Bwana ni Mungu mwenye wivu. Bwana ni Mungu mwenye wivu, naye hujilipiza kisasi. Na hujilipiza ndio visasi hivi. Akishagundua kwamba unampenda analipa kisasi cha upendo. Hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi. Bwana hujilipiza kisasi. Naye ni mwingi wa hasira. Naye ni mwingi wa hasira. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake. Ndio. Huwawekea adui zake akiba ya hasira. Huwawekea adui zake akiba ya hasira. Bwana si mwepesi wa hasira. Umeona? Yaani hapo unashindwa kuelewa, unavurugika. Mungu anaweka akiba ya hasira, halafu sio mwepesi wa hasira. Unaelewa nini hapo? Wasomi wa Biblia, Bwana ujiwekea akiba ya hasira, halafu sio mwepesi wa hasira. What do you understand?
Huyo ndo Mungu. Yaani akili yako inavyokuwa imechanganyikiwa ndo Mungu mwenyewe alivyokuwa sasa. That is how God is. Mungu hawezi kujiweka wazi umuelewe unavyoelewa wewe. Ukimuelewa atakuwa ndugu yako, jirani yako. Mungu ukiwaza zaidi juu ya Mungu, kuna wakati akili yako imepewa mpaka usioweza kuvuka kuwaza juu ya yeye. So Bwana si mwepesi wa hasira. Ndio. Ana uweza mwingi. Ndio, ana uweza mwingi. Wala hata mhesabia mtu mwovu. Wala hata mhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Kuwa hana hatia kamwe. Bwana ana njia yake katika kisulisuli. Bwana ana njia yake katika kisulisuli na tufani. Katika kisulisuli na tufani. Na tufani. Mwisho na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Na mawingu ni mavumbi. Fikiria mawingu yote ni mavumbi. Yaani yale mawingu unaona yanaenda ni vumbi la miguu ya Mungu. Linatimuka ndio linatengeneza mawingu. You can imagine. Huyo ni Mungu. Wewe vumbi lako tu hata alionekani, lakini vumbi la Mungu ndo mawingu yale. Yale mawingu unayaona hewani ni vumbi la Mungu, miguu ya Mungu. Vumbi. Sasa niambie vumbi la Mungu lishuke tu kwa mtu mmoja hapa. Mawingu yadondoke hapa. Fikiria vumbi la Mungu ni mawingu. Ndio maana nawaambiaga kuna watu wanachezaga na Mungu mpaka unaweza nikasikia hasira. Ndio maana mimi sina ushirika na urafiki wa mtu yeyote anayemdhihaki Yesu Kristo au Mungu. Haijalishi una cheo gani. Mimi kwangu wewe ni adui. Mtu yeyote asiyethamini Mungu aliye hai au Yesu Kristo, hata kama uwe na nguvu na uwezo na pesa na cheo, mimi wewe kwangu ni adui. To me, you're an enemy. Kwa sababu sijazaliwa na sipo kwenye hii dunia kwa ajili ya dunia. Nipo kwenye hii dunia kwa ajili ya Mungu na Yesu Kristo. Kwa ukitaka uwe na mimi na tuelewane, lazima tuungane na tukutane kwenye Yesu Kristo au Mungu na kumwamini na kumheshimu. No matter what, hata kama asipofanya tuliyoyaomba, lakini yeye ni Mungu. Hata kama asipojibu tuliyoyaomba, yeye bado ni Mungu. Hata kama asipofanya mapenzi yetu, bado yeye ni Mungu. You search for him. Did you say he's not your father? Anakuuliza umemkana? Baba yako alikuwa anakukumuta bakola mpaka unatimua hivi, ukafika hatua kwa vile unanichapa wewe sio baba yangu. Unaweza ukamwambia yule mzee pale mmeta yule, si atakukata kichwa kabisa na kuondoa. Hata yukoje bado ni Mungu. Mwambie jirani yako hata iweje bado ni Mungu. Mwambie wa kulia na kushoto. Tell the one on the left and right. Mwambie wewe unampenda Mungu kweli wewe? Tell them, do you really love God? Au unataka vitu vyake? Or you want his things? Yaani wewe unasema Mungu nampenda Mungu kwa sababu kakupa hiki. Nampenda Mungu kwa sababu leo kakutendea jambo fulani. Nampenda Mungu kwa sababu kuna kitu Bwana amekupa promotion. Huo sio upendo. Huo ni biashara wewe. Mtu anayempenda Mungu katikati ya huzuni, katikati ya machozi, wakati Mungu ameumiza moyo wake na kujeruhi, anamwambia Mungu nakupenda. Asante. I love you Jesus. Nakupenda Yesu. That is love. Upendo haupimwi kwenye vitu. Upendo haupimwi kwenye amani. Upendo haupimwi kwenye furaha. Upendo unapimwa kwenye makwazo. Upendo unapimwa kwenye makasiriko. Wakati umemuuzi mume wako ndo mke anajua unampenda umpendi. Wakati umemuuzi mumeo ndo anajua unampenda. Mtoto wakati amekuuzi ndo unatakiwa kuona upendo. You are supposed to see the love. Lakini wewe unapenda kwa vitu. But you love because of things. Nampenda Mungu. Ndio maana hatutendewi mambo makubwa. That's a great things are not done for us. Ndio maana kuna mambo utakutana nayo kwenye maisha yako. You don't meet with them in your life. Hebu leo usiku wa leo Mungu akupe neema ya kumjua zaidi Yesu Kristo huyu unayemhubiri, ya kumjua zaidi huyu Mungu unayemtaja mahali hapa, na ujue pendo lake lilivyo la ajabu, na ujue uwepo wake na pendo lake lilivyo tamu, na umpe nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Hakuna mtu alimwendea Mungu. There is no one that wants to go. Biblia inasema kila mwendeaye Mungu aamini kuwa yuko, na kila aombaye akiamini upokea. Lakini leo tunamwendea Mungu kwa sababu because of some reason. Asipofanya sana, If he doesn't kama do kweli wewe
ukisikia mtu anauliza tena ameokoka anasema kama kweli wewe Mungu upo, if you're really there, huyo ni mpagani. That is a paganist. Yani umeokoka bado unauliza kama kweli wewe Mungu yupo. Kisa ni nini? Kisa umechelewa kupata kazi, kisa umesoma wameajiriwa wengine hujapata, na wengine kisa labda hajapata bumu la mkopo. Kama kweli wewe Mungu upo, uioni familia yangu ambavyo haina uwezo, kwa nini sijapata mkopo? Kama kweli wewe Mungu, anasema bado sana wewe. Kumbe wakati wewe unaomba upate bumu la mkopo, Mungu alikuwa anakuwazia ainue mtu katikati ya masomo yako, usome bure tena mpaka mataifa mengine, mpaka unakotaka kuishia. Wewe unawaza bumu, unawaza mkopo, yani wewe unafurahia kukopeshwa. Hivi unaiona akili ya wanadamu? Do you see the mind of man? Prophet, niombe nipate mkopo wa chuo, yani nikakuombea ukakopeshwe. Wakati Biblia inasema hamtakopa bali mtakopesha mataifa. Sio tu kukopesha, mtayakopesha mataifa, hamtakopa ninyi. Baba, ombea mtoto wangu ameshinda anaenda chuo kikuu UD, muombe apate mkopo. Yani wewe kweli unaniletea prophet maombi. Ndio maana nimesema hata amjui Hemani. Yani unamletea prophet maombi akuombee ukopeshwe. Mtoto wako asome kwa mkopo. Mtoto wako asome elimu ya kukopeshwa. Alafu shetani haimiliki. And then the devil. Mbona jirani yako hivi unafunguka hivi unafunguka Are you being delivered? Ndio maana wengi waliosoma na mkopo, wengi asilimia kubwa maisha yao kuna sehemu kabla mkopo haujaisha au yanakwamaga. Na wengine kupata kazi ni issue. Wewe unapata kazi, unapata hela, mkopo ukiisha bado hela haikai, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mkopaji. Ili uishi vizuri lazima uendelee kukopa. Kuna watu akishaanza kukopa aache kukopa mpaka Yesu anarudi. Na asipokopa anateseka kabisa roho na nafsi. Yani muda wote anaishi kwa stress, amekimbizana na huyu, amezima simu, amekaa. Yani kuna watu wanafurahia maisha ya usumbufu. Hujawahi kukutana na hao watu? Haven't you met these people? Hii dunia ina kila aina ya watu. This world have every kuna watu yani unakuta yani yeye hana utulivu. Akiona sema huyu atakuwa nakupigia sasa huyu anandai. Wakati amekaa sasa huyu mwingine nilichukuaga nguo pale. Yani yeye muda wote ana stress. Yani muda wote hana utulivu. Hapa sipiti nje, hapa sipiti. Kuna mtu hana utulivu. Yani muda wote anaishi kwa tension. Katika kitu kinanyima utulivu ni tension, kuishi kwenye matatizo. Mtu yeyote anayetaka Mungu na kumtafuta anapenda maisha ya utulivu. Kuna watu wasipovurugwa, yani ndani hapana kelele, ni kama anaishi. Walikuwa anasema kule Msoma, kama anasema unipendi, kwa nini hujanipiga hata kidogo? Yani ungenipiga hata kidogo nipate kovu. Sasa kuna wanawake wa hivyo, kuna wanaume yani kama ndani kuna amani, yani yeye hariziki. Amani haifurahii kabisa, hata kuchokonoa tu atakuchokola mpaka upigepo kelele, nasema sasa hapa umwambie nitakuzibua, sasa hapa unanipenda. Najiuliza hili ni pepo la aina gani? Hayo ni mapepo yanaitwa mapepo ya faraka. Na Yesu anasema na Mungu anasema sikai mahali penye machafuko. Hiyo familia huwa haiendi, sababu mapepo ya faraka yako hapo. Mungu hashuki mahali penye machafuko. Sema pepo la faraka likuachie kwa jina la Yesu. Wewe kila unayekutana naye umefarakana naye. Kila unayekutana naye yani ana makasoro, tunasema msimuone huyu mnafiki kabisa. Wewe kila mtu kwako ni shida. Hayo ni mapepo, na usiku wa leo yaende alikotoka huko baharini kwa jina la Yesu. Haleluya. Hallelujah. Wangapi unauona utukufu, unaiona namna Mungu anavyojielezea alivyo, lakini anaangalia anasema pamoja na mambo hayo yote Ninawi na wafalme wake wanafanya madudu, lakini ananyamaza. Anafanyaje? Ananyamaza. Mstari wa 5
hadi wa 7 anasemaje? Mstari wa 5 hadi wa 7 Biblia inasema, Ndiyo. milima hutetema mbele zake, Milima hutetema mbele zake, navyo vilima huyeyuka, navyo vilima huyeyuka. nayo dunia huinuliwa mbele za uso wake. Ndiyo. Naam. Naam. Dunia na wote wakao ndani yake. Ndiyo. Ni nani awezaye kusimama mbele za ghadhabu yake? Ni nani awezaye kusimama mbele ya ghadhabu zake? Naye ni nani awezaye kukaa katika ukali wa hasira yake? Hasira yake Ndiyo. kali humwagwa kama moto. Ndiyo. Nayo majabali yapasuliwa na yeye. Umeona, majabali yapasuliwa na yeye. Bwana ni mwema. Bwana ni mstari wa 7. Amen. Bwana ni mwema. Ni ngome siku ya taabu. Ndiyo. Naye huwajua wamkimbiliao. Aujua wamkimbiliao. Amen. Umeona? Mungu anaonyesha God kwenye Naumu, in Nahum. kwenye kitabu hicho cha Naumu, Mungu anajaribu kujifunua, God continues to kumuonyesha reveal Naumu himself namna and yeye to show alivyo, Nahum how anajiexpress, he expresses analivir, himself anajionyesha, and reveals anajielezea, and explains of himself. anajielezea. He explains himself. Kuna watu mnakaa na watu There are hamwajui, people that you stay with people that you hamjui don't know. ni kina nani, You don't know who hamjui they wamebeba are. nini. You don't know what they're Kuna carrying. wakati kumbe kuna There's umuhimu a time wa there's kuanza importance kujielezea. of starting to explain yourself. Lakini ukijielezea hapa unasema When you explain yourself, those mbona things, anajisemea huyu they are sasa. speaking too much of Mungu themselves. mwenyewe alijisemea. Lengo ni kuwasaidia wanadamu. The purpose is to help men. B yake, nikusomee namba B. Lengo la B kwenye sura ile ya kwanza. Alimuonyesha kwa habari ya kukaribia kwa maangamizi ya Ninawi, ya taifa la Ninawi. Kukaribia kwa maangamizi ya taifa la Ninawi. Point ya pili, The second point, alimuonyesha he showed or revealed to him. alimuonyesha Naumu He showed Nahum maangamizi yamekaribia. that the destruction Kwa is hiyo, nearby. Watu hawa waeleze, waonyeshe kitu That hiki people should kinakaribia. show that this thing is nearby. Mungu hawezi kufanya tukio. God cannot do something. Mungu ni Mungu anafuata utaratibu na ni He's a God of mvumilivu. protocols and he is calm. Ndio maana ni kama mnaona maana Mungu angenya. Yaani Mungu angekuwa ameshafanya hivyo. And you Mungu hear ni people Mungu saying, ana God would hukumu have kwa done haki. this. He is a God that judges Angalia righteously. ameshamuonyesha uwezo He na has ukuu shown his wake. ability and his greatness. Anamuonyesha kila kitu. He shows Naumu. them everything. Ili awaeleze hawa jamani nimekutana na Mungu yuko hivi anafanya hivi anafanya. Baadaye Mungu anamuonyesha tena Naumu kwamba sasa kumekaribia. That now it's nearby. Mabaya yanakaribia waeleze. Evil is nearby. Huyu Naumu huyu. Tena mtu mwenyewe anatoka hata mkoa hujulikani. Kamtu kenyewe kale. Mungu anatumiaga vimtu hivyo. God uses those type of people. Vimtu. Those type of people. Maana anasema uinua wanyonge, uwapinga wenye viburi. And goes against the arrogant ones. Unaona? Sura ile ya Naumu sura ya kwanza mstari wa 8. Point yangu iko mstari wa 9, wa 11 na wa 14. Amen. Naumu sura ya kwanza kuanzia mstari wa 8. Ndio. Biblia inasema, lakini kwa gharika ifurikayo, kwa gharika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pale. Haya ni maangamizi, anawaambia Naumu, anawaambia Mungu ataleta gharika ifurikayo, atakomesha kabisa. Na kuwafuatia adui zake hata gizani. Na kuwafuatia adui zake hata gizani. Mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini? Anauliza wana wa Israeli. Ilikuwa ni maneno ya faraja wakati hao watu wenye haki wamekaa wamekata tamaa. Anauliza, hivi nyewe mnajua pamoja na mateso mnayopitia, changamoto mnazopitia, mnawaza nini juu ya Bwana? Mmeshapita kwenye mateso, mmeshapita kwenye huzuni. Kuna watu leo wamekata tamaa. Wengine hata ukiwaambia kanisani hawataki. Wanakuambia mimi sisali tena Bwana. Nataka niwaulize ndugu zangu, hivi mnawaza nini juu ya Bwana? Nafikiri Mungu ni mtu, yani Mungu ni mnawaza nini juu ya Bwana? What do you think upon the Lord? Naumu anawauliza hawa watu kwamba mnawaza nini juu ya Bwana? Do you think upon the Lord? Mnawaza nini juu ya Bwana? What do you think upon the Mimi nataka Lord? nikuulize hata wewe mimi na wewe leo. Katika mambo yote, changamoto, misukosuko, kuonewa na hali zote tunazozipitia, kwenye hiyo hali unawaza nini juu ya Mungu? What do you think upon the Lord? Unaona picha gani juu ya Mungu? What picture do you see upon God? Unaona nini? What do you see?
Anasemaje? Mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Hayatainuka mara ya pili. Na mimi nataka nikwambie hivi. Wewe ulioko hapa, katika hali yoyote unayopitia, changamoto yote inaweza ikakufanya mpaka umesahau kwamba Mungu yupo. Lakini nataka nikwambie, Mungu anaenda kuyakomesha kabisa mateso uliyokutana nayo, na hayatainuka tena mara ya pili. Nasema hivi, natamka kwa mtu mmoja leo, wa usiku wa leo, kiwa kwenye eneo lolote ambalo unapitia changamoto yoyote, sehemu ambayo unaona giza mbele, unaona giza nyuma, kulia na kushoto kumefungwa, ukiangalia mbele ni bahari, ukiangalia nyuma wana wa Israeli wanakuja, ukiangalia pande zote hauoni njia. Unawaza nini kwenye hiyo hali? Unawaza nini wakati wa hayo hali? Unawaza nini? Nataka nikwambie, hakika Mungu anaenda kuyakomesha mateso yako uliyoyapitia, na hayatainuka tena mara ya pili kwa jina la Yesu. Narudia tena, Mungu anaenda kukomesha mateso. Hiyo ni mateso kwenye ndoa yako, mateso kwenye familia uliozaliwa, mateso juu ya taifa lako, mateso juu ya huduma na karama ambayo Mungu ameweka ndani yako. Yale mateso unayokutana nayo kwa sababu ya utumishi, kwa sababu ya kazi yako, kwa sababu ya hali yoyote, nataka nikwambie Mungu anaenda kuyakomesha na hayatainuka tena mara ya pili. Glory. Naumu anawauliza, mnawaza nini juu ya Bwana? Kwa tafsiri nyingine, unaona nini juu ya Mungu? Yani katikati ya hayo mambo yote mabaya, changamoto zote, wewe kwenye magumu unaona nini? Kwenye ugonjwa unaona nini? Kwenye hali mbaya unaona nini? Hiyo ndo tafsiri yake, kwamba pamoja na yote unayoyapitia, lakini kwenye hizo changamoto unaona nini? Kwenye huo ugonjwa ambao daktari amekwambia, wewe unaona nini kwenye huo ugonjwa? Ndio anasema mnawaza nini? Kwenye hicho kutafuta kazi haupati, wewe unaona nini kwenye hiyo ajira? Ndio anasema Mungu atayakomesha mateso na hayatainuka tena. Anasema atayakomesha mateso kabisa. Neno kabisa maana yake ni hakuna namna yoyote mateso yatarudi. Nami nataka nitamke usiku wa leo, kila miungu na nguvu zote, makafara na kunywa damu, kila kilichowahi kufanyika ambacho kimetupa huzuni ndani yetu, nataka nikwambie Mungu anayakomesha maumivu hayo. Mungu anakomesha mateso hayo, anayakomesha kabisa, na hayatainuka tena mara ya pili. Kuna familia ya mtu mmoja leo, usiku wa leo, Mungu akutembelee. Kama mlikuwa mmeshasahau Mungu yuko namna gani, nasema Mungu akutembelee. Kama ulishasahau Mungu anaokoa namna gani, Mungu akutembelee. Kama ulishasahau uweza na nguvu za Mungu ziko namna gani, Mungu akutembelee. Katikati ya mateso Mungu akutembelee. Katikati ya dhiki kubwa Mungu akutembelee. Katikati ya machozi mashavuni mwako Mungu akutembelee. Mungu akutembelee. Mungu akutembelee. Yes. Anamuuliza Bwana, atayakomesha mateso na hayatainuka tena mara ya pili. Baada ya usiku wa leo, sio tu maombi ya kitaifa, nataka nikwambie nia ndani yako kwamba Baba, ninapotoka hapa leo usiku wa leo, yale mambo yalikuwa yananisumbua, yale mambo yananisumbua haraka haraka, minor things, baada ya usiku wa leo Bwana uyakomeshe na unipe majibu yake, na yasiinuke tena kwenye maisha yangu kunitesa. Nimesema hivi, mtu mmoja nena kwenye kinywa chako, na unaweza ukaamka juu, kainua kabisa, ukania, ukasema, ukakiri kwa kinywa chako kutoka ndani kwamba Mungu, yale mengi ambayo yananisumbuaga, kuna hili linanisumbua, linaenda na kurudi, kuna hiki huwa kinafunguka alafu kinafunga, naona kama naenda baadaye tena nafungika, naona napiga hatua, naona kama kuna upenyo unakaribia, baadaye tena vitu vinavurugika. Mungu usiku wa leo, komesha hayo maroho, komesha hayo mateso kabisa, yakomeshwe kabisa, na yasiinuke tena mara ya pili kwenye maisha yangu. Na ndivyo itakavyokuwa kwako. Nasema na ndivyo itakavyokuwa kwako. Nasema wewe uliyekiri, ndivyo itakavyokuwa kwako. No way. Naumu anaonyeshwa ukuu wa Mungu. Hebu angalia, kama mawingu
ni vumbi la miguu ya Mungu. If the clouds are the dust of the feet of the Lord. Angalia prayer request yako. Now look at your prayer request. Nataka ujaribu kufikiri kama I want you to mawingu try and think. ni vumbi la miguu ya If the Mungu. clouds are the dust Angalia of the feet mahitaji of yako God. unayomuomba Mungu. Look at the needs that you Ni pray nini to God. kwake? What is it to him? Yaani angalia mahitaji yako Look at your needs unayomuomba Mungu. that you pray to God. Ni nini? It's a What very is minor it? thing. Ni bure. It is free. Ni bure. It is free. Ninauomba Mungu naye muabudu na kumuomba I siku pray to zote. God that I Usiku wa worship leo and pray all kuna days. mtu This uje na time, ushuhuda there's someone kwamba that will yale come with a yaliyokusumbua testimony. yameondoka What na you hayajainuka have tena. left and it's not risen again. Amina. Amen. Endelea. Biblia inasema kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana na kunywesha kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa. Wataliwa kabisa Kama mabua makavu. kama mabua makavu. Ametoka mmoja kwako, Ndio. aniaye mabaya juu ya Bwana, atoaye mashauri yasiyofaa kitu. Ndio. Mstari wa 14 Biblia inasema, Ndio. tena Bwana ametoa amri katika Tena habari Bwana zako. ametoa Amri katika habari amri zako. katika Habari zako. Ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yote. Asipande tena mtu awaye yote. Mwenye jina lako. Mwenye jina lako. Toka nyumba ya miungu yako. Nitaikatilia mbali. Sanamu ya kuchora. Sanamu ya kuchonga. Na sanamu ya kuyeyusha. Nitakufanyia kaburi lako. Nitakufanyia kaburi lako. Kwa maana umbovu. Angalia namna anavyosema. Hawa watu Naumu anawaambia kwamba sikiliza, kwa sababu umemkosea Mungu, hakuna mtu atatoka kwenye jina lako tena. Ndio maana leo nashangaa baba alikuwaga mtu fulani majina makubwa, lakini baadaye ile majina yanakatika, yani they not exist. Ndio hii shida hii. Unaweza kuwa kiongozi mkubwa, lakini kama umefanya mabaya, mwaga damu za watu, baada ya wewe jina lako haliexist. Mfano leo, for example, today, ukienda Uganda, alafu ukasikia mtu anaitwa fulani Amini dada. Sasa wewe au binti yako akakwambia nimepata mchumba wapi kutoka Uganda, anaitwa nani? Anaitwa labda fulani Amini dada. Mwanangu Amini. Idi Amini. Na unakuta tu sio mbaya. Ni kijana hata yamkini ameokoka, lakini kwa sababu ya lile jina anaitwa fulani Idi Amin, unakosa amani kabisa. Kweli si kweli? Is it true or not? Kweli si kweli? Is it true or not? Kwa nini kinakukosesha amani? What makes you lose peace? Na yule kijana anakuja anasema mami, I'm born again, I love Jesus. Waambia hakuna. And you tell them no. Wewe mtoto wa Idi Amin umpende Yesu. You're a child of Idi Amin that loves Jesus. Utaniulia mwanangu. You kill my child. Kwa nini? Kwa sababu why? Because jina, the name. Ndio hiki kitu anaambiwa Naumu, awaambia wafalme wa Ninawi kwamba Mungu atasababisha jina lake halitainuka tena badala yake. Watu hawataenda kwa jina lake. Na hiyo ni kifo cha milele. Manake uachi urithi, uachi kitu endelevu. Lakini bado majamaa yakashupaza shingo. They had in the necks. Bado hawaelewi. They still didn't understand. Anasema na kaburi lako nimeshalitengeneza. He says I've made you a grave. Lakini bado huyo anamwambia mfalme. This one tells the king. Mungu anasema hadi kaburi lako limeshakamilika. Lakini mfalme hakuna, hataki kuelewa. He doesn't want to understand. Mungu anamfungulia Naumu ili hao watu wapate cha kufanya, lakini hawaelewi. Mungu akusaidie. Atakapofungua macho yako akusaidie namna ya kutoka hapo. Narudia tena, Mungu awe kiongozi wa maisha yako. Wangapi wako tayari kuonywa na Mungu haijalishi amefanya nini? Kwani unajiuliza kwa nini watu wananikimbia sana hapa? Kwa sababu ukikosea na kuna kushughulikia, tunakwambia wewe umekosea hapa. Sasa bwana Loringa huyu hata tu angeniacha afu ajui mimi naheshimika hapa. Nitaondoka, nitaacha kutoa zaka na fungu langu la 10. Na mimi nimesupport sana ile kanisa. Aise, Mungu akubariki sana. Fungu lako la 10
acha nenda kule wanako supporti wasikuguse, lakini mimi ukija hapa fungu lako la 10 sio kitu kama roho yako. Roho yako ni ya thamani sana kuliko vyote vivyo kuzunguka wewe. Na mimi naiangalia na kuitunza roho yako kuliko mali zako ulizonazo. No one, I'm not a friend. Sihitaji urafiki. Ukitaka kuwa rafiki yangu nyooka hivi. Fanya mapenzi ya baba yangu yeye aliyenipeleka. Utakuwa very friend. Lakini eti kisa unafanya kitu fulani, alafu kategemea favor. So kwa rolling. Favor. Kwa sababu fulani favor. Because of something else. Mimi. I. Kijana wangu ananiangalia pale. Wangapi wako tayari kukemewa na Mungu hata ukikosea? How many are ready to be rebuked by God? Mimi nasemaga bora Mungu. I'm saying it's better that God aweze kukuondolea ulichonacho kwa muda, remove what you have in time, kuliko kukuacha uendelee katika upotofu. Leaving you to go on in blindness. Yani ukikosea tu Mungu apige kitu fulani kiharibike, alafu ushtuke urudi. Lakini kuliko unakosea na maisha yanaendelea, maana yake Mungu alishakuacha. It means God has left you. Ukiona unakosea, mahali fulani unatenda dhambi na vitu haviharibiki vinaendelea, yani maisha yanaendelea. Jua yani wewe ulishakuwa kama yule mtoto, hilo liache tulishajiharibikia. Lakini ukiona unakosea, vitu vinaharibika. Na wengine ambavyo tuko sijui tuna namna gani, niseme tu sijui tuna akili zetu zikoje. Unashangaa mtu anaomba yani Mungu. Yani mtu mwingine anaishi na dhambi, yanapiga dhambi na yanafanikiwa. Mimi tu nikikosea, vitu vyangu vinaharibika. Yani are you serious? Si umshukuru Mungu viliharibike, kwamba Mungu anakukumbusha urudi kwenye mstari. Yule ambaye anakosea na bado anafanya dhambi na maisha yake yanaendelea, huyo tayari hayuko kwenye mfumo wa muongozo wa kimungu. Mungu alishamwacha, Roho Mtakatifu alishamwacha. Wewe ukiona unakosea, vitu vinaharibika, sema asante Yesu, kumbe bado unanihesabu katika ufalme wako. Wewe vikiharibika tunahama omega. Nikinena sana naona kama mambo hayaendi vizuri, kwa hiyo ngoja nikimbilie sehemu fulani. Ukiona unakosea na Mungu anaharibu vitu vyako, jua bado uko kwenye mfumo wa Mungu vizuri. Lakini ukiona unakosea, bado uoni madhara yoyote, maisha yanaendelea, ndugu yangu, unaishi kwenye taa nyekundu. Hello, mnanielewa? Hello, do you understand? See, faraja kwa ajili ya watu ndani ya taifa. Naumu 1 sura ya 12. Faraja, sura ya 1 mstari wa 12 na 13-15. Faraja. Comfort. Mungu anaachilia faraja. Anamwambia Naumu, haya mambo kwa sababu wanapitia mazingira magumu, wanapitia mambo mabaya magumu. Kwa Mungu anamuonyesha Naumu kwamba pamoja na yote wanayoyapitia hawa watu, lakini jua mimi, waambie mimi nipo, wafariji. Na mimi usiku wa leo nataka nikwambie, pamoja na hali yote na yote unayoyasikia, nataka nikwambie Mungu yupo. Nimekuja kukwambia Mungu yupo. Nimekuja kukwambia Mungu yupo. Na anaona kila kitu. Nimekuja kama Naumu kwamba ninakuja kukufariji kwamba Mungu yupo. Hata kama ndugu yako amekufa, mtoto wako amekufa, ndugu zako wamefungwa gerezani au wamepotea au wametekwa au vyovyote vile, usije ukakata tamaa kwamba Mungu hayupo. Amini Mungu yupo na atatenda kwa wakati wake. Amen. Nisome Naumu sura ya 1 mstari wa 12. Amen. Naumu sura ya 1 mstari wa 12, 13 na 15. Biblia inasema, Bwana asema hivi. Ndiyo. Ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu. Ijapokuwa wana nguvu zilizotimilifu. Wana nguvu zilizotimilifu. Wana nguvu. Ijapokuwa wana nguvu, wana kila kitu. Ijapokuwa ni wengi. Ijapokuwa ni wengi, hata hivyo watakatwa. Naye atapita na kwenda zake. Anasema hata hivyo atakatwa na atapita ataenda zake. Ingawa nimekutesa.
ingawa nimemtesa, sitakutesa tena. Ingawa nimekutesa, sitakutesa tena. Mungu anaahidi, anasema japokuwa unaopambana nao wana nguvu nyingi. Wako wengi kuliko wewe. Na Mungu amekupitisha kwenye mateso ya moyo. Moyo umelia, umeumia. You feel pain. Mungu ameahidi baada ya leo hatakutesa tena. Nataka nikwambie faraja ya Mungu nayo kuletea. Mungu hatakutesa tena kwa jina la Yesu. Japokuwa wao wana nguvu kuliko wewe, ni wengi kuliko wewe, na japokuwa Mungu amekupitisha kwenye mateso, lakini nataka nikwambie Bwana asema hivi, hatakutesa tena baada ya usiku wa leo. Hatakutesa tena kwa jina la Yesu Kristo. 13 Biblia inasema, ndio, na sasa nitakuvunjia nira yake. Nitakuvunjia nira yake. Nami nitakupasulia mifungo yako. Nitakupasulia nini? Mifungo yako. Mifungo yako. Anasema sasa nitakuvunjia nira yako. Maana yake ulikuwa umefungwa kwenye nira, kwenye gereza, kwenye vifungo. Mungu anasema usiku wa leo kila kifungo chochote ambacho adui yako alikufunga, nira yoyote aliyokuvalisha ili aweze kumonitor maisha yako, leo hilo nira inaharibika kwa jina la Yesu. Nasema hiyo nira inaharibika kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo nira inaharibika. The prophetic summon be broken in the name of Jesus. Every yoke, familiar yoke, and spirit of yoke be broken. Sema nira ivunjike. Changamka usiku wa maana, sema nira ivunjike. Somo ni somo la vita. Ni somo la kutoka kwenye mikono ya adui. Ni somo la kutoka kwa watesi. Ni somo la kutoka kwenye nchi isiyokuwa na haki. Ni somo la kutoka kwenye utawala wa nguvu za giza. Ni somo la kutoka kwenye maagano yaliyowekwa kabla ya fahamu zetu. Ni somo la kupigana na kung'ang'ana. Lazima niwe huru kwa jina la Yesu. Hallelujah. Lazima uwe huru. You must be free. Lazima uwe huru. You must be free. Haya sio maisha yetu. This is not kuna nguvu ya shetani iko nyuma ina monitor. Hii sio familia tuliyokuwa nayo. Hii sio nchi tuliyokuwa nayo. Hii sio taifa tuliyokuwa nalo. Kuna mapepo yaliyofunguliwa na yamepewa sadaka. Nataka nikwambie usiku wa leo, kila damu iliyotolewa kama sadaka kwenye ufalme wa giza itapikwa kwa jina la Yesu Kristo. Enough is enough. This time around, Mungu ataonyesha ukuu wake. Mungu atafanya jambo ambalo hajawahi kutafanya kwenye maisha yetu. Mwambie yako, no matter what. Tell your neighbor, no matter what. Mwambie haijalishi. It doesn't matter. Unapitia kitu gani? What you are going through. Haijalishi. It doesn't matter. Ni wengi kuliko wewe. Haijalishi. It doesn't matter. Wana nguvu kuliko wewe. They are powerful than lakini you. Usiku wa leo. But this night. Usiku wa leo. This night. Usiku wa leo. This night. Utapita kati yao. You pass in the midst of them. Hallelujah. Amen. Soma malizia. Tazama. Ndio. Juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema. Juu ya milima ipo miguu yake aletaye habari njema. Atangazaye amani. Atangazaye amani. Nataka nikwambie habari njema inaingia kwenye masikio yako. Leo ukiingia mitandao ni habari mbaya. Yaani mpaka unaogopa kufungua TV. Until you fear to open it up. Yaani ni habari mabaya. Na hii prophecy ilikuwepo toka mwanzo wa mwaka. Since the beginning of the year. This year vyombo vya habari kutakuwa kumejaa habari mbaya. Zishike sikukuu zako Yuda. Zishike sikukuu zako Yuda. Uziondoe nadhiri zako. Ziombee nadhiri zako. Kwa maana yule asiyefaa kitu hatapita kati yako tena. Kamwe. Amekwisha kukatiliwa mbali. Pigie Yesu makofi mengi. Nataka nikwambie yule asiyefaa kitu hatapita karibu yako tena. Amekwisha kukatiliwa mbali. Wewe unawaza nini sasa? What are you thinking of? What do you fear? Unaogopa nini? What do you fear? Wasiomjua Mungu ndo waoga. Wanaomjua Mungu ni majasiri kama simba. The ones that know God are courageous as lions. Soma kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa kwanza. Anaongelea kwa habari ya faraja. He speaks about comfort. Mhubiri.
Mhubiri sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Biblia inasema, kisha nikarudi na kuona madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua. Na tazama, machozi yao waliodhulumiwa ambao walikuwa hawana mfariji, na upande wa wale waliowadhulumu kulikuwa na uwezo, walakini wale waliokuwa hawana mfariji. Kwa hiyo nikawasifu wafu waliokwisha kufa kuliko wenye uhai walio hai bado. Naam. Zaidi ya hao wote nikamwita heri yeye asiyekuwako bado, ambaye hakuyaona mabaya yaliyotendeka chini ya jua. Umeona? Huyo anaongea kwa habari ya faraja, anasema hakuna mtu anayewafariji hao watu. Wamechukuliwa vitu vyao, wameibiwa, wametekwa, lakini hakuna hata mfariji. Yani faraja inakuja kwa kutafutwa. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Tell your neighbor, do not lose hope. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Do not lose hope. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Do not lose hope. Ukiangalia sura ya 2 ya kitabu hiki cha Naumu, when you look chapter 2 hii of the yenyewe book of inaongelea na kipengele hiki. Naumu anapatiwa maono ya anguko la taifa la Ninawi, maono ya anguko. Alafu sura ya 3 nitakwambia Mungu anatoa kwa nini amewapiga. Yaani anatoa sababu. Kwenye sura ya 3 Mungu akupe neema tu ufike hapo. Sura ya 2 huku sura ya 1 anaonyesha uwezo wake, anayatia maonyo, anawaelekeza msifanye hivi. Sura ya 2 anaachilia anguko. Kwenye kipengele cha 1 changuko, chapter 1 of the fall down, maono haya yanaanza kwa kubebwa na utangulizi. Sura ya 2 Naumu sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Amen. Naumu sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2. Biblia inasema, yeye asetaye vipande amepanda juu ya mbele ya uso wako. Zishike silaha, ilinde njia. Vitie nguvu viuno vyako, uongeze uwezo wako sana. Kwa maana Bwana anairudisha fahari ya Yakobo. Fahari. Anasema Bwana anarudisha fahari ya Yakobo, anarudisha fahari ya watu wake. Kama fahari ya Israeli. Maana watekao nyara wamewateka na kuyaharibu matawi ya mizabibu yake. Amen. B yake baada ya hiyo kuwa amefanya introduction, namba B, Mungu anatengeneza ugomvi. Usikia mambo leo unayaona, yalianza zamani kwenye Biblia. Mungu ili alete anguko la taifa au anguko la mfalme au anguko la mtu yeyote, cha kwanza anamuondolea nguvu zinazomsaidia. B ya sura ya 2 namba B yake, Mungu anaamua kuleta ugomvi kati ya askari. Askari kwa askari wanaanza kugombana, wanaomlinda mfalme. Mungu analeta ugomvi kati ya askari. Mfalme wa Ashuru anaamuru askari wake wapigane na washambuliaji. Anasema askari, piganeni na washambuliaji. Yani hawa askari wa huku na hawa askari wanaoshambulia adui, anaamua kuwachukua hawa wanaomlinda mfalme, anaambia pigana na askari wanaoshambulia adui. Piganeni wenyewe. Biblia hiyo ukisoma vizuri, when you read the Bible well, yani utakuwa uhangaiki na watu. You won't struggle with people. Yani utaishi maisha very peaceful. You live a peaceful life. Fikiria askari, mfalme ndo anaamuru askari wanaotakiwa walinzi, yani ambao kazi yao maalum ni ulinzi. Alafu anawaambia waende kupigana na askari ambao kazi yao maalum ni kushambulia adui akitokea. Sitaki kuuliza vikosi gani vya maaskari vilivyopewa nafasi za kuwa ulinzi, vimewekwa kwa ajili ya ulinzi, na vikosi gani vimewekwa kwa ajili ya kushambulia ikitokea adui. Lakini mwisho wa siku ukifuatilia dalili hiyo, ukianza kuiona kwenye taifa lolote, kwamba askari wanaanza
kutokuelewana, wanaanza kuindana, jua ni anguko. No, it's a fall down. Jua tayari kuna shida inaenda kutokea. No, there's a problem that is going to happen. Utasoma mwenyewe pia. Naumu sura ya 2 mstari wa 3, lakini point yangu iko wa 5. Kasome mwenyewe uone hii kitu. Naumu sura ile ya 2 mstari wa 3 hadi wa 5. Amen. Naumu sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 5. Biblia inasema ngao ya mashujaa wake imefanywa kuwa nyekundu. Watu walio hodari wa vita wamevaa nguo nyekundu sana. Magari ya vita yametameta kwa chuma cha pua siku ya kujitengeza kwake. Na mikuki inatikiswa kwa maana ya kutisha. Magari ya vita yafanya mshindo njiani. Yanasongana katika njia kuu. Unaona, yanasongana. Unaona shida magari ya vita. Yanapita huku. Ukianza kuona hiyo hali watu wanafanya mazoezi, wana nini? Yaani jua hapa kuna shida tayari. Magari ya vita yanaonekanaje barabarani kwenye barabara ya kupita mabasi? Magari ya vita yanaonekanaje kwenye barabara ya kupita magari madogo? Naumu anamueleza huyu. Kumbe ilikuwa ni Mungu mwenyewe yuko katikati pale. Anawagonganisha askari ili angushe. Mwambie Bwana Yesu tusaidie. Inua mikono yako sema Bwana Yesu. Tusaidie kwa jina la Yesu. Si yake kuteketezwa kwa mji sasa. Yani cha kwanza introduction, cha pili askari wakishapigana wamegongana hawaelewani lugha, kinachofuata mji unateketea. Ndio maana unaona kabisa baadhi ya moja ya taifa moja huko Ulaya huko nilipoanza kuruhusu magari yasiyofaa barabarani na kilichofuata mji ukaingia shida. Ukishaanza kuonyesha watu magari ya vita, silaha na vitu kama hivyo, jua unaiapply mapepo ya kuja kuleta shida na kuchafua amani. Mataifa yote duniani ambayo yaliachilia vifaru barabarani, silaha zinauzwa holela, ni mataifa ambayo hayawezi kuwa na amani. Watoto wanazaliwa, mtoto yuko tumboni anasikia milio ya bunduki, mabomu. Huyo mtoto akizaliwa tayari ameshakuwa affected, hawezi kutunza amani. Muulize jirani yako, umefikaje huko kwenye familia yako? Mwambie familia yako imefikaje huko? How is your family reached there? Muulize familia yako imefikaje hapo? How is your family reached there? Usiku wa leo nimekuja kukuonyesha umuhimu wa kumshukuru Mungu, lakini kupangua mauti iliyoachiliwa angani isitokee tena kwa jina la Yesu. Anguko linatokea. Sura ya 2 ya kitabu cha Naumu mstari wa 6. Chapter 2 verse 6 of Naum. Mstari wa 6 Biblia inasema malango ya mito yamefunguka. Malango ya mito yamefunguka. Na jumba la mfalme limeyeyuka. Amen. Limeyeyushwa. Jumba la mfalme, umeona huku kote jumba la mfalme liko salama. Lakini mafalme ya mito malango ya mito maana mafuriko yamefunguka. Alafu yale malango ya mito ni machafuko. And those river doors are yale machafuko yanaenda kuibeba mpaka nyumba ya mfalme inayeyuka. Kuna machafuko yanapoingia, malango ya mto yakafurika, nyumba ya mfalme hata ungeilinda namna gani lazima ibebwe na maji. Naumu, ole ya Naumu kwa taifa. Ndio inaifundisha leo. It's what I'm teaching today. Ole ya Naumu kwa taifa. Ndio hii inaifundisha leo. It's what I'm teaching today. Tusiruhusu malango ya mito yafunguke, kwa sababu maji yake, nguvu yake ni kubwa sana, hakuna atakayeyazuia. Soma binti yangu.
Husabu naye amefunuliwa. Anachukuliwa na wajakazi wake. Ndiyo. Wanalia kwa sauti ya hua. Ndiyo. Wakipiga vifua vyao. Lakini Ninawi tokea zamani umekuwa kama ziwa la maji. Anasema Ninawi tokea zamani umekuwa kama ziwa la nini? La maji. La maji. Ila hata sasa wanakimbia. Simameni. Lakini hapana hata mmoja. Hakuna hata anayesimama. Atazamaye nyuma. Umeona? Angalia, hiyo ni hali ya anguko. That is the condition of all. Hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja anayetazama nyuma. No one that looks back. Tayari nyumba ya mfalme imebebwa. Hakuna ataita simama, nisaidie. Hakuna hata mtu atasimama. There is no one that will stand to help. Hakuna. There is no one. Chukueni nyara za fedha. Chukueni nyara za dhahabu. Anasema chukueni hata fedha. Hata ukiwapa watu fedha, chukua fedha turudie kwenye. Hakuna mtu anataka hata hela. Yaani kuna wakati hela haitakusaidia tena. Hata watu ukiwapa ongo hawataki hiyo hela. Uwape dhahabu, acha niwape dhahabu, hawazitaki hata dhahabu ni chafu. Hata dhahabu zinakuaga chungu, fedha haifai. Ogopa. Fear. Malango ya mito yanapofunguka mpaka nyumba ya mfalme ikateketea. Hiyo inaitwa the time of no return. Hata ukitoa fedha uwape watu warudi kufanya kitu kibaya au warudi kulipa kitu kisasi, watu fedha wataikataa. Hata uwape dhahabu watakataa. Hata uwape nini hawataki. Kwa ni vyema kusikia maneno haya. Mungu aruhusu ifanyike toba kubwa na utakaso mkubwa. Tuache kupinda hivi kurukaruka. Tukiendelea kula hivi kona, tunaweza kufika hapa kwenye mito na malango ya mito kufunguka, alafu pakawa shida kubwa. I tell you the truth. We must be straight. Lazima tunyooke. Na tumwambie Mungu, we are the sinner. Kwamba sisi ni watenda dhambi. Sisi ni wadhambi. We are sinners. Tufanye upatanisho. We must reconcile. Na tuliokusana nao. With those we are wrong with. Tufanye kama Daudi. We must do like David. He tells people. Wagibioni, ni watende nini bwana zangu? Je, mnataka watu wote kwenye Israeli tubadilishane? Anasema tutake mtu yeyote Mwisraeli. Anasema je, mnataka dhahabu? Anasema mnataka nini? Anasema nichagulieni watu 10 kwenye ile nyumba ya muuaji. Ndio haya majamaa ya ajabu sana. Anasema kwa nini Waisraeli wote wafe? Hakuna. Hataki mtu yeyote Mwisraeli hana hatia. Anasema je, dhahabu? Anasema sasa mnataka nini jamani, tukubaliane? Wakasema nenda kwenye nyumba ya yule muuaji, tunataka watu 10. Daudi akaenda akakumbuka kuna Mefiboshethi. Akasema huyu Mefiboshethi alikuwa ni mtoto wa Jonathan. Jonathan alinifadhili na ni mlemavu. Kwa hiyo akamwambia chukueni watu 10, lakini Mefiboshethi akamtoa kwa sababu baba yake alimfadhili na yeye wakati anataka kuuawa. Kuna mambo unayafanya leo kwa mtu, unaweza usione kitu chochote, lakini kuna wakati utakuwa haupo. Huyo mtu atakutana na mtoto wako, atamfadhili mtoto wako. Hiki ndio kitu kinatakiwa kifanyike. This is what is supposed to be done. So kula hivi chenga. It's not running away. Roho Mtakatifu anazungumza kwa mzigo sana. Speaks with a burden. Ndugu yangu pale amevaa tai. Zungumza na tai yako ulioivaa hiyo. Talk to the tie you're wearing. Hakuna kupindisha hivi. Hata kama utavaa hiyo tai, utavaa. Lakini lazima kama ulivyotaa tai imekaa shingoni kwako, ndivyo ambavyo kweli na haki ikae shingoni mwako na itoke kinywani mwako. Nimezungumzia huyu amevaa tai hiyo. Haleluya. Narudia tena. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. For they will be called the sons of God. Mwambie jina lako, heri wapatanishi, blessed are the reconcilers, maana wataitwa wana wa Mungu. For they shall be called the sons of God.
wote hapa, kila mtu kwenye bega amevaa Tanzania begani. Kama tulivyoivaa Tanzania kwenye mabega yetu, maana yake tuibebe nchi kwa maombi, tubebe taifa kwa maombi, tubebe. Hakuna atakaye kubebea nchi. No one will carry the nation. Unahitaji kuibeba kwa maombi. You need to carry it in prayers. Unanielewa watu wa Mungu? Do you understand? I'm a messenger of God. Mimi ni mjumbe wa Mungu. Ni mjumbe tu nimetumwa kwako. I am a messenger that is sent to you. But watch this. Zingatia haya. Angalia Naumu. Anafunuliwa mambo mazito sana. He's revealed to great things. Mambo magumu sana. The heavy things. Na anakuja kutokea. And it comes to happen. Wenzetu walipewa neema miaka 51. Others were given grace 51 years. Mwambie jirani yako ukisikia Tell your neighbor when you hali hear yoyote any condition ya mfumo wa ngoma, of the system of the usipoisikiliza, if you don't listen ikivuma to it, if it goes on hitting, itapasuka. it will break. Mwisho, Lastly, hii ni sauti ya Bwana. this is the voice of the Na Lord. kitabu cha Naumu sura ya 2 mstari wa The book 13 of Nahum chapter 2 verse inasemaje? Naumu sura ya 2 mstari wa 13. Ndio. Biblia inasema, tazama, Tazama, mimi ni juu yako, mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi, asema Bwana wa majeshi, nami nitayateketeza nami nitayateketeza magari yako yote ya vita magari yako yote ya vita katika moshi, katika moshi. na upanga utatawala, Panga utatawala wana simba wako, wala simba wako, nami nitakatilia mbali mawindo yako katika nchi. Umeona? Nitateketeza magari. Hii ni sauti ya Mungu. This is the Anamwambia voice of God. mfalme wa Ashuru. The king of Assyria. Mwisho nimekwambia sura ya 3, Mungu wengi wanatamani kujua sababu za Mungu kufikia hapo huwa ni nini. Want to know the reasons Kila of mmoja God anatamani kujua sababu Mungu mpaka afikie hapo know huwa the ni nini. reasons why God reaches there. Kwenye sura ya 3 In chapter 3, kwenye sura ya 3 in chapter 3, sura hii Mungu anatoa in this verse, sababu God gives the za reason kuanguka kwa taifa. of the fall down of the nation. Anatoa sababu. Mungu He hawezi gives the kuangusha reason. taifa God au cannot kumwangusha bring down mtu the nation au or kumpiga mtu someone or bila attack sababu someone yoyote. without any reason. Lazima akupe sababu kwa nini He must umeangukia, give you a reason akupe why sababu he's kwa nini fallen. ameharibu mfumo wa He must maisha give you a yako. reason why destroy the system of your Sababu life. ya kwanza The kabisa, first reason sababu ya kwanza, The first isikilize reason ambayo inaweza kuangusha taifa that can au bring down ikaangusha the maisha nation or yako. Ya bring down your kwanza life. First ni of all, dhambi ya matendo ya kikatili. it is the sin Dhambi. of cruel matters. Dhambi Sin. sio tu dhambi, Not dhambi only ya sin. matendo ya The kikatili. sin of cruel actions. Matendo ya kikatili The yanajulikana. cruel actions, how do they come? Ukiona unafanya dhambi When you ambayo see a sin ndani yake au nyuma that yake within it or behind it, inaambatana na matendo ya it kikatili, goes along with cruel jua actions, anguko lako ni sekunde. know that your fall Hata huyo down is mtu in a unayemfanyia hata second. asipoomba, Even the one that you automatically do Mungu it, if they ananunuaga ile don't pray, vita. God rises at war. Kitabu cha Naumu 3 mstari wa The kwanza. book of Nahum 3 and verse Amen. 1. Naumu sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, ole wake mji wa damu, umejaa mambo ya uongo na unyang'anyi, Umejaa mambo ya uongo na unyang'anyi. mateka hayaondoki, Mateka hayaondoki. kelele za mijeledi, kelele za magurudumu yafanyao kishindo, Mateka hayaondoki, kelele za mijeledi. na farasi wenye kuparapara, Ndio. na magari ya vita yenye kurukaruka, mpanda farasi akipanda, na upanga ukimetameta, na mkuki ukimemetuka kwa wingi wa waliouawa, na chungu kubwa ya mizoga, mizoga haina mwisho. Chungu kubwa ya mizoga, mizoga haina mwisho. Wanajikwaa juu ya mizoga yao. Wanajikwaa juu ya mizoga yao. Hapa anaelezea Here it namna says, ambavyo anatoa kwa nini ameamua kupiga na kuliangusha why he taifa. has decided Cha kwanza to bring anasema down the nation. kila mahali wamefanya It mabaya, says in every place ukatili, they've done evil, uwaji, cruelty and murder. mizoga ya watu, The corpse of people. mpaka wanajikwaa kwenye mizoga yao. Ndio Until hasira they ya stamp on Mungu their corpse. inaamka, That is when the anger of the anaamua Lord kuliangusha rises. taifa la Ninawi. And it brings down the nation of Nineveh. Dhambi
sin, ya matendo ya kikatili of cruel huwa actions, inaamsha ghadhabu it ya Mungu awakens the isiyopoa. wrath of God that doesn't cool down. Mnapoona kuna mambo fulani When you see yanafumuka, that certain linaibuka things are hili, open up, linaibuka hili, this one linaibuka rises, hili, this one linaibuka hili. rises. Nataka niwaambie, I want to Mungu tell you, si mwenye ghadhabu. God is Mungu not ni the one with mwingi the wa wrath. rehema. He is plenty of Ukiamua mercy. kumrudia, If you anakurudia. decide to go back to him, he goes back to you. Nataka niwaambie, hakuna, narudia tena, I hakuna repeat, namna yoyote there is no huku kwenye means. hii prophecy In this nimesema, prophecy I've said hakuna it. namna There yoyote is no means kutakuwa na utulivu that there will mpaka be calmness upatanisho until na reconciliation utakaso wa and then toba ya cleansing kweli. of true repentance. Solution pekee iko kwa The Mungu, only solution is with God, sio kwa njia yoyote. not through any means. We are wasting our time. Napoteza Ipo muda kwa wetu. Mungu. It is with God. Mungu ndo solution wa kila God is kitu. the solution of everything. Yaani nataka nikwambie hakuna namna I want to yoyote tell ile, you, narudia there is tena, no hakuna means. namna yoyote ile There is no ambapo means umefika hapo that you have au reached tumefika there, hapo or you kwenye have familia reached zetu in our ambayo inaweza families. kuturudisha tena God can return us isipokuwa again, Mungu peke yake. except God himself. Mungu peke yake, God himself. wala isitafutwe sijui nini, yaani hakuna, Mungu peke yake. Just God himself. Na Mungu anapotoka And when God kutaka comes in, kuturudisha, he wants to cha return us. kwanza nataka First udeclare, of all, he wants ukubali to kwamba declare nimekosa, and I'm the accept sinner, that mimi ni I am mwenye a dhambi, sinner. I am a sinner. nimefanya hivi na hivi na I hivi. have Na done Biblia this inasema and that. kila aziungamaye And the dhambi Bible says zake everyone that repents the amaanishe sins, kuziacha, so mean to leave it. atapata rehema. They will get mercy. Tukishamuhusisha Mungu, When we tuwe bring tayari God kuziungama into it, dhambi we zetu are ready na to kumaanisha repent our kuziacha sins, meaning na to kukiri leave makosa it, yetu and to confess our wrong na deeds, kumrudia yeye, and to turn back ndipo to hapo him. kila kitu kitakaa sawa. That is how everything will be okay. Nafundisha kweli ya injili ya Yesu I'm Kristo. teaching the truth of the gospel of Jesus Christ. Huo ndo ufumbuzi wa kudumu. That is the solution that lasts. Bii yake D. Mungu anatoa adhabu dhidi God gives a punishment ya upotoshwaji wa haki katika taifa. against those Mungu who kitu lose kingine right of the nation. anachokitumia mpaka ashuke, huwa anatoa When God ghadhabu wants inapotokea to use kupotoshwa an kwa he haki, kwa comes sababu down. haki ni jina la Mungu. Righteousness is the second name. Na nimekwambia ana wivu. And I told Upotoshwaji you wa he haki is jealous. unapokuwa The ones that unakithiri, Mungu mislead the hushusha righteous, ghadhabu. God brings down wrath. Andika hiyo mistari kasome kwako. Naumu sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7. Soma kidogo hapo. Amen. Naumu sura ya 3 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 7. Biblia inasema, Ndio. tazama, mimi ni juu yako, Ndio. asema Bwana wa majeshi, Asema Bwana wa majeshi. nami nitafunua marinda yako mbele ya uso wako, Nami nitafungua marinda yako mbele ya uso wako. nami nitawaonyesha mataifa uchi wako, Nitawaonyesha mataifa uchi wako. na Maana falme aibu there is yako. no any hiding tena. Mambo yote yako hadharani. All things I know. Hata nasema, hivi na haya maandiko yako. Mnaniangalia haya mafundisho leo. Nimekwambia ole ya Naumu I juu ya told you nini? woe for Nahum. Soma binti yangu. Soma wasikie hapo. Rudia, endelea. Naumu sura ya 3 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 7. Ndio. Biblia inasema, tazama, Tazama. mimi ni juu yako, Mimi niko juu yako. asema Bwana wa majeshi. Unaona kila kitu kinachotokea. Vitu vyote You see vinavyofichuka. everything that is exposed. Aibu zinazotokea. The shame Mpaka that unatafuta appears. wewe mwenyewe ujifiche sehemu. Until Hivi you kweli look for ili it hii to aibu hide. tuna Mungu yuko kwenye hilo. Yaani yuko God juu is ya hayo in that. mambo. He is upon those matters. Na kwa nini yuko juu ya hayo mambo? Why is Kwa he upon sababu those matters? hakuna aliyekubali Because there is no one that kutubia accepts. uovu wake. Kwa hiyo Mungu anaamua So kuwa God, juu ya hayo he mambo, decides to be kuamua above those matters, kuzalilisha To na kufedhehesha. shame, Biblia inavyosema pale. as the Bible says that. Anasemaje? Nami nitafunua marinda yako Nitafunua marinda yako mbele ya uso wako, mbele ya uso wako. nami nitaonyesha mataifa uchi wako, Nitaonyesha mataifa uchi wako. na ufalme aibu yako, Na ufalme, na falme sio ufalme. na falme Na aibu falme aibu yako. yako. Angalia mataifa mengine. Aibu. Very shame. Nitaonyesha uchi wako. I'll show you Na nakedness, falme wataiona aibu yako. and kingdoms will see your shame. Biblia inasema, Ndio. nami nitatupa uchafu uchukizao juu yako, Nami nitatupa uchafu
uchukizao, kila aina ya uchafu unaowauzi wengine unakuwa juu ya nchi yako. Unanielewa? Anasema nami nitatupa uchafu kila uchukizao. Kila aina ya uchafu wowote ambao watu wanachukia hayo matendo, kila kitu ambacho watu hawakipendi kinakuja kwako. Sio wewe lakini. Nitatupa kila aina ya uchafu uchukizao juu yako. Na kukufanya uwe mchafu. Na kukufanya uwe mchafu. Nami nitakufanya kuwa kitu cha kutazama kwa dharau. Tuko safi kabisa. Everyone we admires. Tuchafuka. If we are dirtified. Nami nitakufanya kuwa nini? Kuwa kitu cha kutazamwa kwa dharau. Anasema nami nitakufanya kuwa mchafu. Nini? Biblia inasema nami nitakufanya kuwa mchafu. Nitakufanya kuwa mchafu. Nami nitakufanya kuwa kitu cha kutazamwa. Kitu cha kutazamwa kwa dharau. Kwa dharau. Yuzi hapa nilikuwa huko kwenye mlima huko Kenya huko. Nilikuwa naomba. Ukipita pale zile boda nini pale tunavuka feli. Sasa nyinyi ni watize? Yaani unazalauliwa ukitoa hivi hela. Hii hela yenu hii. Yaani wanatuzalau. Zalau ya juu kabisa. Mpaka unajisikia vibaya. Mpaka unajisikia vibaya. Until you feel bad. Zalau. Yaani sasa hivi ukienda sehemu unataka ujifiche hivi. Kwa nini? Kwa sababu familia yako haiko sawa. Familia ikishavurugika, watoto wa familia wanaona hadi aibu kusema wewe ni baba yao au mama yao. Kuna watu hawezi kutambulisha baba zao hata afanyeje. Hata akiwa anamaliza chuo kikuu akiambiwa tu, unajua mzee anakuja, mama hebu ongea naye bwana, huyu mzee atanivurugia graduation yangu asije. Say, let my father not come to the graduation. Sasa mimi namtambulishaje mzee huyu? How do I identify this man? Maana namjua baba yake. Akija kwenye graduation pale, wale mabinti aliomaliza nao vyuo wote watatongozwa. Aibu. It is shameful. Soma malizia. Amen. Hata itakuwa wote wakutazamao watakukimbia wakisema Ninawi umeharibika. Ninawi umeharibika. Ni nani atakaye uhurumia? Ni nani atakaye uhurumia? Ninawi umeharibika. Ni nani atakuhurumia? Nikutafutie wapi wafariji? Nikutafutie wapi wafariji? Amen. Nani wa kukusemea? Umeharibika. Nani wa kukuhurumia? Watu watakukimbia. Watasema Ninawi umeharibika. Nani atakaye kufariji? Hii ndio kitu mbaya. That is a bad thing. Hivi mmenielewa usiku wa leo? Do you understand me this night? Niombee na mimi nikuombee. Pray for me that I pray for you. Niombee na mimi? Pray for me and I pray. Niombee na mimi? Yes. Lakini lazima Mungu ajitukuze kwa namna yoyote ile. No matter what, lazima ajitukuze kwenye maisha yetu ya wokovu tulionao. Hata akiwepo mmoja mwenye haki, Mungu akumbuke huyo mwenye haki. Na tutoe hapa tulipo twende mbele. Hallelujah. Amen. Wewe kaisoma hiyo sura ya 3 yote. Go and read chapter 3. Kitabu cha Naum. Kaisoma vizuri. Tulia nyumbani kwako, soma yote sura ya 3. Isome kwa utulivu tu. Read it calmly. Alafu utaelewa ninachokuambia. And then you understand what I'm telling you. Hivyo hitimisho. Conclusion. Hilo nalo kwenye hii. In this. Ni hitimisho kwa sababu Jumapili kesho nina somo lingine tofauti na la leo. La habari ya ukombozi wa familia zetu. Hitimisho ni kwamba unapopitia magumu yoyote, aibu zozote,
Usikate tamaa. Do not lose hope. Hata kama Even una if maumivu moyoni mwako you have pain in your na heart machozi mengi and a lot of kiasi tears, gani mashavuni mwako yakitiririka, how they flow in your life, wewe muangalie Mungu tu you just na look uendelee at God kumshukuru. and you continue to thank Utakapokuwa Him. ungali katika kushukuru, When you are Biblia thanking Him, inasema the kwenye Bible kitabu cha says Yohana sura ya in the book of 11 John chapter mstari wa 11, 35, verse 35, Yesu alipoambiwa habari za when Lazaro Jesus was amekufa, told about Yesu akalia Lazarus' death, machozi, and he wept, lakini akagundua but he machozi recognized the tears hawezi kumfufua cannot Lazaro rafiki resurrect yake. Lazarus. Machozi The tears hawezi kubadilisha chochote, cannot change anything. bali kinachoweza kubadilisha But what machozi can change the ni tears kile kinachoweza is kubadilisha what hali yake changed aliyonayo, the ni condition kile he alichokibeba had. Is ndani what he was carrying with him kukiapply. to apply it. Soma kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 35. Amen. Yohana sura ya 11 mstari wa 35. Biblia inasema Yesu akalia machozi. Yesu akalia machozi. Fikiria Yesu kama hadi alilia machozi. Just think if Wewe Jesus mwanaume uguswi hata kulia chochote. Biblia inasema, maandiko mengine nitakusomea siku nyingine. Biblia inasema alipoutazama ule The mji Bible says when akahurumia, he looked at that city, he akaulilia. was hurt and cried over it. Lakini kuna watu But hata there are ufanyeje, people, no matter what you do, machozi hayatoki. the tears cannot come out. Yesu alipomsikia Lazaro When Jesus amekufa, had rafiki Lazarus yake was dead, mpendwa, his beloved fikiria friend, Yesu akalia. Just Ndio think mstari that mfupi Jesus, kuliko karibu yote kwenye made Biblia. the Moja ya shortest mistari verse mifupi in kwenye the Biblia Bible ni huo hapo. is this one. Yohana 11 mstari wa John chapter 35. 11 Ndio moja ya verse mistari mifupi 35. kwenye One of Biblia. the shortest scriptures in the Bible. Yesu akalia machozi. Jesus wept. Uliwahi kujua Yesu aliwahi kulia? Have Unafikiri you unaliaga peke yako? ever known that Jesus wept? Hadi Yesu aliwahi kulia. Yesu akalia Jesus wept. Yesu akalia nini? Si imeandikwa hapo, mwanaume Yesu akatoa It is machozi. written, Jesus Na analia wept. nini? Rafiki yake amekufa. And it was because his friend died. Yesu akalia machozi Jesus wept kwa kufiwa na rafiki because his anaitwa friend was Lazaro, dead. That was Lazarus. ambayo rafiki yake Yesu alikuwa His akitoka kwenye friend. milima When Jesus came out of the ambao kama mountain, ni maili 2 na point, ilikuwa if anafika it kwenye was nyumba ya 2 miles Lazaro. a point, it was in the Ukute house Yesu of alikuwa Lazarus. anafikiria, sasa nikitoka mlimani Now he nitafikia said, kwa when I nani come out anipe of cha the mountain, kufungulia? where will I go? Get breakfast. Sababu wale ndugu zake Lazaro sio marafiki Because the zake, relatives of aliyekuwa Lazarus were anasababisha not his muunganiko friends. wale wote It caused ni the connection Lazaro of na all that. It amekufa. was Lazarus and Kuna he was watu dead. inabidi niwaombee msiondoke haraka, people kwa sababu that I muunganiko pray for you wangu wa that you watu don't wako go with kunifahamu me. ni wewe. Connection of your people to know me is you. Siku moja niliwahi kuambia watoto wangu, nikamwambia hivi, I once nyinyi told my msijisahau nyie, Don't forget yourself. heshima mnayoipata. The honor that you Watu get. wanasema mtoto wa prophet. They're saying this is the child of the prophet. Nikamwambia mnaipata kwa sababu niko You hai. get it because I'm alive. Siku nikiondoka, On the day that I kuna leave, watu hata there mkiwafuata are people, even watawafukuza. if you follow them, they will chase you. Sikuna mtu ananielewa. I don't know if somebody understands me. Nikamwambia leo kila mtu anawaheshimu. I told Ukienda them pale, everybody honors mtu you hata anaweza today. akakuhudumia au akakutumikia. And one can serve you. Nikamwambia hivi, una nini? Chukua hiki. Hakupi kwamba wewe ni mzuri sana au They don't umetenda give you mema that sana. you're good or you've done Anakupa good. kwa ajili ya baba yako They yuko. give you because of your father. Kuna watu hapa mnatakiwa There are muombe people Mungu here. aendelee You're kuwafanya supposed to pray to muishi. God to make you Sababu live. siku ukiondoka watoto Because wako of the day you watafukuzwa mpaka kwenye leave, hiyo your children nyumba. will be chased away from that house. Mimi nakuombea I pray for uishi, you that you uone live kuzao and you see uzao the wa watoto wa offspring watoto of wako your katika jina la Yesu Kristo. great-grandchildren in the name of Jesus. Lazaro akalia. And Lazarus, Yesu akalia Lazaro. Jesus Lakini wept. Yesu akagundua. Jesus Akasema recognized. nikilia He said, if I machozi come, tears yangu hayawezi kumrudisha nani? cannot return Lazaro. Lazarus. Katikati ya pamoja na uchungu, In the midst of bitterness, nina maumivu, I have pain, lakini nina kitu cha kufanya ambacho but I kinaweza have kumrudisha something to nani? do that can return Lazarus. Soma 40 mpaka 43. Yesu akabidi afute machozi yake, akawafuata. Nyie nimelia, hebu niambieni Lazaro yuko wapi? Acha kukaa sehemu moja unalia. Kuna mtu mwingine analia tangu Januari, akikaa jamani, nimemkumbuka mimi. Jamani mimi. Akikaa kidogo. Wakati nakutana na mama yangu hapa mwanzoni, nakutana naye. Alikuwa kila saa akikaa machozi yanataka kumtoka. Baadaye ile roho ilivyotoka, akachangamka na nawiri kabisa. Kuna watu akubali kwamba huyu mtu ameenda.
anaishi kwenye maumivu. They are living in pain. Maumivu. Pain. Maumivu. Pain. Hata ukiendelea kuumia, Even if you go on hicho ulichokipoteza hakiwezi kurudi. Futa machozi yako. Alafu kuna namna ya kufanya ya kiroho. Kile ulichokipoteza kitarudi, hata kama kimeoza kitarudi. Amina. Amen. Angalia 40 anasema. Yohana sura 11 kuanzia mstari wa 40. Biblia inasema, Yesu akawaambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu. Akasema, Baba nakushukuru. Kwa kuwa umenisikia. Umeona? Anasema Baba nakushukuru. He says, Father, I thank you. Yesu anauliza kwenye mstari wa 37 pale, 38. Anauliza, huyu Lazaro mmemweka wapi? Soma pale. Biblia inasema, bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyefumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya mtu asife? Basi Yesu hali akigeuka tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. Anaumia. Nalo lilikuwa ni pango. Na lile jiwe lilikuwa limewekwa juu yake. Mstari wa 40 Biblia inasema, Yesu akawaambia. Hiyo ulisoma ya ngapi? Yohana sura 11 mstari wa 40. Chini kule 35 36. Mstari wa 35 hadi wa 36. 36 baada ya 35. Biblia inasema, basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Angalia jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho, yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake. Anaugua na maumivu. Yesu ana maumivu. Wayahudi anasema alimpenda kweli, mpaka amemlilia. Until he cried. Anamlilia. Akafika kwenye kaburi. Nalo lilikuwa ni pango. Na jiwe liliwekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha na dada yake yule aliyefariki. Akamwambia, Bwana, ananuka sasa. Yani ndugu anakatisha tamaa. Wewe amekuja mtu anataka kuwasaidia, mnamwambia ananuka. Ili nini? Kuna wakati unapitia magumu mpaka watu wako wa karibu wanakukimbia. Unapitia magumu mpaka yule unayemwamini angekusaidia na uliwahi kumsaidia anakuacha, mpaka ndugu zako wanakukimbia. Hawa ni ndugu wa Lazaro. Lakini wanamwambia Yesu ambaye anataka kusaidia, wanamwambia huyu achana naye, ananuka sasa. Maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu. Akasema, Baba nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami najua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, hawa wasioamini, ili wapate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenitumia. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Na Yesu akamwambia, mfungueni, mkamwacha ende zake. Amen. Pigia Yesu makofi. Give an applause to Jesus. Ndugu zangu, point yangu ya kuconclude, pamoja na maumivu tulionayo, with the pain that we have, machozi tulionayo, the tears that we have, hayasaidii kumfufua Lazaro aliyeko kaburini. Saa tulionayo, wakati tulionao, ni wakati wa kujua kwamba tayari Lazaro wetu yuko kaburini, tena yapata siku ya 4 na ananuka. Hakuna wa kumkaribia kumwokoa wala kumfufua. Hata ndugu wa karibu hawataweza kumfufua. Lazaro wetu inawezekana ni hicho ulichoweka shingoni, ndio kimesha kufa, chiko huko, kila mmoja anakikimbia, kinanuka, akifai. Hata walioweza kukisemea hawawezi. Hicho ulichojitanda kwenye shingo yako ndio Lazaro wako, yuko kabrini. Kuendelea kulia
na maumivu haisaidii. It doesn't help. Tunatakiwa tuamke, We're supposed to twende wake kwenye up kaburi, and go tuambie to the ondoa grave and jiwe. remove the stone. Alafu tuinue mikono yetu Then kwa we Bwana. raise our hands Tumwambie to the Mungu Lord. asante. And we tell him, God, Hata thank kama you. wao wanaona amekufa, Even if they see ananuka, his death, wanamkimbia, they run lakini sisi away tunauona from him. uhai We see kwenye life Lazaro wetu. in our Tunauona life. uhai We see kwenye life taifa letu. in our Tunaona life. uhai We see kwenye life familia in zetu. our Amen. Tunatakiwa kujipiga You're kifua. supposed to hit your chest. Pamoja na kwamba tuna uchungu, With that we have tuna bitterness, maumivu, we have tuna pain, machozi. we have Yesu tears. alilia machozi. Jesus Na Biblia wept. inasema akiwa na But uchungu it says moyoni when mwake he akamwambia ondoa had jiwe. bitterness in his heart, he said, remove There the is no stone. way uchungu utakupa There majibu. is no way There is no bitterness will way give you majibu answers. machozi There is no way yatakujibu. tears will answer Kulia you. hakutakupa majibu. Crying won't give you Machozi answers. hayakuletei ukombozi. Tears doesn't bring Machozi you hayakuletei answers. ushuhuda. Tears doesn't bring Uchungu haukuletei testimonies. majibu yako, Bitterness doesn't bring your bali answers. ujasiri But courage wa kwenda mbele to move na forward kulikabili tatizo. and to go against Pamoja na the kwamba problem. unatoka machozi, Though you have kabili tears, tatizo lililoko go mbele against yako. the problem Halafu ahead of ghafla you. utashangaa Then suddenly you'll be amazed. Mungu anamfufua Lazaro. God resurrects Hata kama Lazarus. amekaa kaburini Even if ananuka, he stays in the atarudi grave, na atafunguliwa sanda. come back. Hallelujah, glory to Jesus Christ. Amen. Jesus